nafasi hii aliyotupatia tena jioni hii ya Sabato, na yeye mwenyewe amekusudia tena kutubariki katika tafakari jioni hii ya Sabato. Tumebarikiwa na vipindi vya leo ambavyo vimekamilisha siku ya mikutano hii katika siku za kazi, na Sabato hii tena ametupatia maudhui mengine tunapoendelea kujiunga katika nyimbo za sifa kama tulivyoimba muumbaji wetu mfalme, lakini pia waimbaji tutaimba jioni hii ya pekee. Ninahitaji tutafakari neno hili kutoka kwenye hicho kitabu cha Matendo ya Mitume 17, na kwa sababu ya muda wetu taiangalia ile aya ya 24, halafu nitaruka hizo zingine nimalizie na ile aya ya 28. Paulo alikuwa anatoa hotuba. Haikuwa hotuba ya kawaida kurekodiwa katika hotuba za Mtume Paulo, na ilikuwa sio hotuba eneo la kawaida. Ipara ya Areopagus, Athens, kule Efeso, ambayo ilikuwa ni makao makuu ya jimbo la Asia. Lilikuwa ni jiji kubwa sana, na ukumbi ule hawakuwepo watu wa kawaida. Walikuwa ni watu wasomi, wanafalsafa waliotikisa ulimwengu wakati ule, na bado falsafa zao zinatikisa ulimwengu mpaka leo, na Biblia imewaandika vizuri kwenye hiyo Matendo. Walimpa mwaliko wasikilize habari hii aliyokuwa anaihubiri. Kwao ilikuwa mpya. Hotuba yake ilienda zaidi kuhusu Mungu muumbaji na kujifunua kwake na wanavyoweza kumwabudu. Kwa hiyo aliwatoa katika ibada ya sanamu, katika ukubwa wa majengo kama ishara ya uwepo wa Mungu, na kuwaelekeza yeye aabudiwi wala hatoshei katika kazi za mikono ya wanadamu. Na katika hayo yote waliokuwa nayo katika ufahamu wao, anasema ni nuru yake ndogo tu ya kuwasaidia jua jambo moja tu, wapate kumjua. Lugha anayoitumia ni hivi: maarifa yote ya hao wasomi ni wapapase tu, angalau wajue kwamba Mungu yupo. Kwa hivyo anapozungumzia aliumba mbingu na vyote vijazavyo kwenye aya 24, aya 28 anakaribia kuingia kwenye wito Paulo. Aya 28 anaeleza ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na tunakuwa na uhai wetu. Mambo matatu: ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na tunakuwa na uhai wetu sisi. Lakini ameanza aliumba vyote, mbingu na nchi na vyote vijazavyo, kila kitu aliumba. Ila anapokuja katika swala la kuishi, katika swala la kwenda, katika swala la kuwa na uhai, anaachana na uumbaji huo wengine wote. Anatuambia jambo moja tu: katika ndani yake yeye. Kwa hiyo Paulo analeta
mtasari wa sura 2 za Mwanzo. Sikilize vizuri tu hapa, sura 2 za Mwanzo. Mwanzo sura ya 1 ambapo anaumba mpaka anamalizia ile aya ya 31, kwamba vyote alivyoviumba, tazama kila kitu ni chema sana. Katika hiyo sura ya 1 ina mgawanyiko wa mambo makubwa matatu. Aliumba nafasi, akaumba muda, akaumba hazina, ambazo zinaweza zikatafsiriwa namna mbalimbali. Aliumba wakati, aliumba hazina, aliumba muda, maanisha muda, hazina na nafasi. Ndio maana anaweka nafasi kwa viumbe wa majini, nafasi vinavyoruka angani, nafasi katika nchi kavu, nafasi. Lakini akaja akaweka hazina zinazobeba maisha ya viumbe, kaweka waweze kuwa hai, kaweka nafasi hizo zote, hazina hizo zote zinazobeba maisha yao. Wanapumua, kaweka hewa, wanahitaji maji, wanahitaji ardhi, wanahitaji matunda, wanahitaji mbegu. Hasa ndio alivyoeleza. Hivyo vyote akaviweka kwa ajili yao. Weka hiyo hazina, waishi kwa vitu hivyo, wanavitumia hivyo. Lakini aliumba muda. Ndio maana katika hiyo ya 1 anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 1. Na inapofika siku ya 4 anaruhusu sasa mianga itawale mchana na mingine usiku. Na akasema itakuwa ndio dalili. Kwa hivyo na majira na yote. Kwa hivyo vyote vitatu hivyo tulitazamia ndio bebe peke yake. Lakini hakufikia tu hapo. Sura ya 2 ya Mwanzo, hivi ndivyo vizazi vyote alivyovifanya. Akafanya kazi kwa siku 6 na siku ya 7 Biblia inasema alistarehe, alipumzika, akaibariki, akaitakasa siku ya 7. Kwa hiyo kila akitaja utaona alipumzika, alistarehe, alibariki, akaitakasa. Hakuna kingine chochote alichoumba kinachohusu, angalia vizuri sasa hapa, kinachohusu hazina katika hii siku ya 7. Hamna. Wala kinachohusiana na jambo ambalo mwanadamu anaweza kukifanyia chochote. Maana katika vyote alivyosema wavitawale, utaiangalia siku ya 7 haimo ndani yake kwa anavyopaswa kuvitawala, lakini ameiumba. Kwa nini inakuwa vile? Ndiposa akaeleza tu kwenye Marko, Sabato ilifanyika kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Ndivyo hivyo Marko 2 aya 27. Ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, na si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo iliwekwa tu maalum kwa ajili ya mwanadamu. Lakini kwa lipi? Kwa sababu kama ni hewa, nayo sio tu kwa mwanadamu, lakini kwa viumbe vingine wote. Ukizungumzia habari ya treasure katika mambo mengine ambayo Mungu ameyaumba kwa ajili yake, wanatumia wengine pia kwa maana ya viumbe. Ila Sabato, Biblia inaeleza, na ni Yesu mwenyewe, ni kwa ajili ya mwanadamu. Hasa ndipo najiuliza, kwa nini mwanadamu na Sabato? Kwa sababu inaeleza aliumba kila kitu muda wa siku 6.
Ndipo inaleta hoja, kwa nini aliumba siku ya 7 wakati kila kilichohitajika kwa mwanadamu ndani ya siku 6 alikuwa ameshamaliza. Ilikuwa ni kwa ajili ya mwanadamu. Kadiri Bwana alipoendelea kutoa mafunuo, ikazidi kueleweka zaidi. Nilipokuwa nasoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 8 na aya ya 3, inasema Mungu alijaribu Israeli, akawatweza, akawaacha waone njaa, apate kuwajulisha ya kwamba mwanadamu haishi kwa mkate tu. Yote ya muda wa miaka 40 ambayo Mungu alikuwa analeta mtihani kwa wana wa Israeli, ilikuwa ni shule kwa moja kubwa tu: hawaishi kwa mkate. Na majaribu yote ama mitihani yote unayosoma katika kitabu cha Kutoka, kitabu kile cha Hesabu, yote inayoandikwa alipokuwa anafanya hiki, anageuza, ilihusu chakula, ilihusu maji, ambayo ndio yanayobeba maisha ya mwanadamu. Halafu hayo ndio Mungu aliyatumia wajifunze. Hawaishi kwa mkate, hawaishi kwa maji. Yaani Mungu aliyataka wajue sio hayo yanayofanya waishi. Hamna. Hawaishi kwa mambo aliyoyaumba kwa siku 6. Siku 6 za uumbaji hazimpi mwanadamu maisha. Vinginevyo Mungu asingetumia miaka 40 kuwafundisha Waisraeli. Uumbaji wa siku 6 hauwapi maisha. Hii ni kusema, alipokuwa anasema fanya kazi siku ngapi, lakini bado hizo siku 6 za kazi hazimpi mtu maisha. Hoja ni aya hiyo Yesu aliinukuu akiwa nyikani katika jaribu lake la kwanza. Badili mawe yawe nini? Alijibu kwenye ile Mathayo 4 aya ya 4, na alikuwa na nukuu Kumbukumbu la Torati. Akasema imeandikwa, mtu haishi kwa nini? Kwa mkate tu, ila kwa neno lake. Anachosema, maisha hayatokani na alichoumba kwa siku 6. Uumbaji wa siku 6 haubebi maisha, ila ni neno lake. Hilo neno lake ndio linaloleta kuisha. Sema ndio maana amelijadili katika Waebrania 4:12, neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali ukatao kuliko upanga wenye makali mawili, na linajua makusudi ya moyo, ni jepesi, li hai na linajua, na hilo ndio linalo takasa. Ndivyo Yesu alivyoeleza kwenye Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Ndio hilo neno katika lugha aliyoitamuka kwa Ezekieli 20:12, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati yao na mimi, wapate kujua mimi ndimi Bwana Mungu ni watakasaye. Paulo anapohubiri pale Areopago anasema ndani yake yeye
tuna mambo mangapi? Moja, tunaishi. Mbili, tunakwenda. Tatu, na kuwa na uhai. Mimi nilitazamia ile aya 24, aliumba vyote, vifao vyote, watu wanaishi. Kwa hivyo yeye anachosema ni kwamba ni katika yeye, ndani yake ndio kuna kuishi, ndio kuna kwenda, ndio kuna uhai. Ndipo nikaelewa kwa nini Waebrania 4 aya ya 9 inasema imesalia raha ya Sabato kwa watu wa nani? Halafu akasema aya ya 10, maana yeye anayeingia katika starehe ya Sabato anaingia katika pumziko lake. Na yeye anasema alifanya kazi kwa siku 6, alafu ya 7 akapumzika, akaacha kufanya kazi. Kwa hiyo yeye anayeacha kufanya kazi anachokiri, anasema hivi, ni katika wewe ninaishi, ninakwenda na ninakuwa na uhai. Sio kwamba anaishi na kwenda na kuwa na uhai kwa sababu ya kazi ya siku 6. Katika yeye ndio kuna uhai. Kwa hivyo Mwanzo sura hii ya 2 inaweka kinachotofautisha uumbaji wa siku 6 na uumbaji wa siku ile ya ngapi? Ya 7, ambayo ni siku ya 7 hakufanya chochote, aliitengeneza tu, yani aliileta tu hiyo siku. Na ndio maana mpaka leo hakuna mtaalamu aliyewahi kutuletea juma lenye siku 8 au 9 au 5 au 6. Inaenda mpaka siku 7 za juma. Kwa nini? Maisha hayawezekani kwa siku 6, yanawezekana kwa inapofika ile ya 7. Na yule anayepumzika pale ameingia katika raha yake. Ndio maana tunasema njoeni mnaosumbuka, nitawapumzisha. Hatupumziki. Bahati mbaya sana, najua ni rahisi siku hizi tunapofanya kazi, ikifika siku ya 7 nasema afadhali imekuja nipumzike, maana akili zetu zinakimbilia kwenye uchovu wa kimwili. Mungu wakati anaiweka siku ya 7 ya juma hajachoka na azimii, wala Adamu wakati anaingia huko hajafanya kazi iliyokuwa imechoka. Na ili ufahamu pumziko nao litaja sio hii, kwa sababu wakati anaiweka siku ya 7 hakuna dhambi, hakuna kula kwa jasho, hakuna uchovu wowote. Ukiiweka kana kwamba ni msaada wa kimwili kwa sababu ya kazi ya siku 6, unapoteza mno, kwa sababu ile inakuingiza kwenye pumziko lake mwenyewe, sio pumziko kutokufanya kazi. Ingekuwa ni hivyo, unaweza kuwa na hilo pumziko hata ndani ya siku ya 5, ya 4, ya 3, ya 6. Unaweza kuwa na pumziko la kutokufanya kazi, ukapumzika ukalala, ila siku ya 7 hasa haiko huko. Ile siku ya 7 ndio inayokulinki, ndio inayokuonyesha uhusiano wako, kuishi kwako ni yeye. Ndio siku pekee iliyobaki ya kuwajulisha wanadamu ya kwamba katika yeye tunaishi, sio katika uumbaji wa siku 6. Dhahabu haiwezi kuleta maisha, fedha haiwezi kuleta uhai, wala hatuwezi kwenda kwa sababu ya kunywa maji. Hatuishi kwa sababu ya hivyo. Ingelikuwa hivyo vinatosha, asingeiweka siku ya 7. Ameiweka siku ya 7 iondoe uelewa wetu. Tunakunywa maji, tunakula chakula, ila maisha, uhai na kwenda havijengwi kwenye hivyo, ni ndani yake. Ndio maana anayeingia katika siku hiyo ya 7 anapumzika kama yeye alivyopumzika. Ni vizuri ufahamu jambo hili, kama yeye alivyopumzika. Na usisahau Mungu achoki, hazimii. Kama alipumzika na hachoki na hawezi kuzimia. Na pia Waebrania inasema anayeingia pale anapumzika kama yeye alipopumzika. Mungu hajawahi sema ngoja nipumzike, nimefanya kazi muda kwa siku 6. Na kwa taarifa yako, Mungu alitamka sentensi 10 pekee kwenye uumbaji wake. Hiyo Mwanzo yote unayoisoma hiyo kwenye uumbaji,
alitaja sentensi 10 pekee. Mimi tangu nimesimama hapa zilishaenda ngapi? Sasa nipumzike basi. Katika huu mwili wa dhambi ninapaswa nipumzike kama huo ndio pumziko unaotokea. Biblia inaeleza pumziko hilo ndio lile Yesu anaalika watu, njoeni kwangu ninyi mpate pumziko. Na hiyo ni mwaliko sasa wakati hali imeharibika, lakini kabla ya hiyo dhambi pumziko lile tunalipata kwa kuunganika na yeye. Yaani anachozungumza ni hivi, akili yangu, kuishi kwangu mimi visiungamanishwe na alivyovifanya kwa siku 6. Havibebi uhai. Ndio maana akaiweka Sabato hata kabla haijaingia dhambi, na ndio imekaa pale ije iwe mtihani unaobagua makundi mawili ya wakazi wa dunia. Si kwa sababu ukienda kufanya kazi siku hiyo upati hela, utapata hela. Huwa nawaambia watu siku zote, ukifungua hata duka siku ya 7, wateja watakuja na utapata faida. Ukienda kuotesha mahindi, mvua zimenyesha siku ya 7, na kuhakikishia yataota na utavuna. Yaani usije ukafikiri usipovuna unasema Mungu amesema, yaani utavuna vizuri mno. Ila anachosema, kwa kuwa umechagua kuishi kwa mahindi, wakati aliyeniumba anajua mahindi hayawezi kukupa maisha. Hatubebwi na mahindi hayalete uhai. Ingelikuwa mahindi yanaleta uhai, ndugu zangu, tena hata kabla ya dhambi tu, sembuse baada ya dhambi. Tunakufa tunaacha mahindi, tunakufa tunaacha fedha, tunakufa tunaacha dhahabu, tunaiacha hewa ya oxygen. Hivyo vyote vinatusaidia tu ya kwamba hatuna maisha kwenye vitu hivyo. Paulo anaandika neno analotubia kwa uzito kabisa, ndani yake yeye, sio katika uumbaji wake tunaishi. Ni ndani yake yeye, na ndani yake pekee. Huo ndio mwaliko wa siku ya 7 ya juma. Sio pumziko la kwenda kazini, sio uchovu wa kimwili unaozungumzwa pale, kama yeye alivyopumzika. Na kama ndivyo anavyopumzika mimi na wewe, basi Mungu naye alichoka, naye anahitaji kupumzika, maana uhai utafilisika. Sio hilo pumziko. Wanatafuta uhusiano na yeye, kuungana na yeye siku zingine zote zile 6, na uumbaji wote alioumba. Hakuna kinachomuunganisha mtu na yeye awe hai. Ndio maana iligharimu miaka 40 kufundisha Israeli. Maisha yapo kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwenye msosi, kwenye hewa ya oxygen. Maisha yako katika yeye. Na ndio maana unapozungumzia uzima wa milele, unazungumzia kuishi na anayeishi milele. Bila yeye hakuna atakayeishi milele. Kwa hiyo wakati tunazungumzia tunataka kuishi katika mbingu mpya na nchi mpya, ukweli ni huu, tunataka kuishi na anayeishi milele. Kwa hiyo kabla hatujafikiria kuishi maisha yasiyo na mwisho, mbingu zinataka tuishi na Mungu asiye na mwisho. Jioni hii ya leo ndio maana tuna Sabato, tuingie katika pumziko lake. Sio kwa sababu tumechoka, maana hilo sio alilopumzika. Kwa jina la Yesu, amina.